Dokezea hapo awali ni kwamba studioni niko naye Profesa Chacha Nyaigoti. Chacha, karibu sana mzee wangu. Asante sana. Karibu sana. Habari yako baada ya siku nyingi? Nimekuwa nikikusoma kwenye vitabu. Watu wengi wakiuliza profesa yupo? Nipo. Naambia yupo. Leo niko naye studioni. Ndio. Naam. Sasa kwa kuanza tu katika sehemu yetu mahojiano, unajua Wakenya wengi wamekuwa wakijiuliza kuhusiana na mfumo wa elimu kwamba ni vigezo gani vinafaa kuhitajika katika kuzingatia mfumo wa elimu ili tuwe na mfumo bora humu nchini. Kwa mtazamo wako ni mambo gani yanafaa kuzingatiwa? Kuna mambo kadhaa ambayo yanahitaji kuzingatiwa. Zaidi ni kwamba tufahamu elimu katika hii nchi inatendeka kwa utaratibu wa kisheria. Kwamba kuna sheria mbalimbali ambazo zimepitishwa na bunge letu, na hizi sheria ndizo zinahitajika kuzingatiwa wakati tunaangalia mambo ya elimu. Kwa mfano, kuna sheria ambayo inasimamia waajiri wa walimu. Kuna sheria ambayo inasimamia wizara ya elimu yenyewe. Kuna sheria ambayo inasimamia taasisi mbalimbali. Kwa mfano, taasisi ya mitaala ile ambayo inatengeneza masomo yale yatakayofundishwa. Kuna pia sheria ambazo zimeruhusu kuwepo kwa vyama au umoja wa walimu wa kuweza kutetea maslahi yao. Haya mambo yote ni lazima, na pia tunafahamu katika uongozi wa shule kuna sheria ambayo inaruhusu kuwa na kitengo ambacho ni cha wazazi ambao wanashirikishwa katika namna shule zinavyoendeshwa, pamoja na kwamba katika kila wilaya, tukitumia hali ilivyokuwa kabla ya sheria hii mpya au katiba hii mpya, katika kila wilaya pia kulikuwa na kamati ya elimu ambayo pia ilikuwa na majukumu yake ya kusimamia shule na kuhakikisha kwa mfano kwamba kuna nidhamu, kuhakikisha kwamba kuna walimu wa kutosheleza mahitaji. Kwa hivyo tunapozingatia hii elimu na kuona kwamba elimu yetu ili iwe bora tunahitaji kuzingatia nini? Nafikiri tunahitaji kulinda mipaka kati ya taasisi moja na nyingine. Kwa sababu ukiangalia katika sheria kila taasisi au kila asasi imepewa jukumu la kutekeleza ili elimu hii iwe elimu bora. Ndio. Sasa tunapozungumzia kuhusu elimu bora, tumeona kule Mandera kwamba wakati wa mgomo wa walimu lazimika wanafunzi ambao labda ni wanafunzi bora kuja kuchukua jukumu la walimu. Je, hali hii inafaa kisheria ama kwa kulingana na dharura ama uhitaji kama unavyohitajika kwa wakati ule kwamba ni sawa kwa mwanafunzi kufunza mwanafunzi mwenzake? Ninafikiri kuna jambo la muhimu sana la kuzingatia hapa. Kwanza, katika sisi wale ambao ni washiriki katika maendeleo ya elimu, tuna usemi ufuatao. Elimu bora au bora elimu. Sasa unapozingatia elimu bora, ni lazima utaratibu huu wote uliowekwa uwepo. Kwamba kwa mfano, ili mwalimu afundishe darasa, ni lazima awe amehitimu kufundisha, amepewa cheti, ana uzoefu wa kufundisha. Kwa hivyo anajua namna ambavyo atapanga somo lake, ambavyo atalienda darasani asimame mbele ya wanafunzi. Yani mtaalamu. Mtaalamu. Lakini sasa katika hali ambayo ni ya dharura, watu wengine wanaweza kusikika wakisema bora elimu, kwamba wanafunzi hawa wabaki wenyewe bila kuwa na mtu yeyote anayewaongoza au kuwepo na mtu yeyote hata kama hajahitimu kuwa mwalimu. Azibe tu lile pengo. Azibe lile pengo. Na nafikiri hii hali inafuatana na historia ya elimu katika hii nchi ya Kenya. Itakumbukwa kwamba miaka ya 60 wakati tumeshapata uhuru, elimu ilianza kupanuka. Na serikali ya awamu ya kwanza ilibidi kujenga mashule kwa kushirikiana na wenyeji. Mashule ambayo yaliitwa harambee. Na katika zile shule za harambee, watu walikuwa wanatoka kidato cha 4, wengine hata cha pili, wanaenda wanafundisha. Umemaliza kidato cha pili, unaenda kufundisha kidato cha kwanza. Na kuna baadhi yao walikuwa na uwezo kwa sababu walikuwa wanasoma sana na wakawa na ustadi wa kusimama mbele ya wanafunzi hawa, na wanafunzi wakawaamini
Sasa swala ni kwamba je, wanafunzi wana imani gani kwa sasa hivi katika hii nchi ambapo tunajua kwamba kuna vyuo vya walimu vingi ambavyo vimetoa walimu walio na vyeti ambao wana shahada za kuhitimu kufundisha. Alafu badala ya yule mwalimu kuwa darasani, umesema atakaye kuwa darasani ni yule ambaye hana hiki cheti kwa sababu bora elimu. Naam. Sasa katika muktadha huo unajua pia kuna ile tatizo ambalo labda linajitokeza kwamba tuje katika taasisi ya vyuo vya juu. Ndio. Utakuta kumekuwa na mkurupuko tu wa vyuo ambavyo labda taasisi za mafunzo anuai, taasisi za mafunzo ya kiufundi au hata taasisi za mafunzo fulani ambavyo vimekuwa vikijitokeza katikati ya miji. Sasa unapotembea maeneo ya River Road, maeneo ya mjini town, utakuta kuna chuo fulani labda kimepakana na eneo la burudani. Je, hali kama hii ni vipi? Elimu inatoka pale ni bora au ni mazingira pia naathiri ubora wa elimu? Nafikiri kuna uwezekano kwamba baadhi ya wanafunzi wanajifunza kitu fulani. La sivyo wasingekuwa wanaenda huko. Lakini mimi kwa maoni yangu ninaona kwamba tumezembea kidogo, hasa kwa kutozingatia ustadi na ubora wa elimu ambayo inatolewa kwa wanafunzi. Na sana sana inapokuja katika vyuo hivi vya anuai na vyuo vikuu, vingi vimeanzisha matawi mbalimbali. Na sidhani kwamba tuna uwezo wa kukagua ni kitu gani kinatendeka katika madarasa haya na katika sehemu hizi ambazo zimetengwa kuwa ni sehemu za kufundishia. Ni sikitiko pia kwamba karibu mwezi mmoja uliopita Commission for University Education walikuwa wametembelea vyuo ambavyo umevitaja na wakao wamekagua na wakasema kwamba baadhi ya maeneo hayo ambayo elimu hiyo ilikuwa inatolewa hayastahili kuitwa vyuo vikuu. Lakini sasa kwa sababu pia vile maeneo ni kama yanamilikiwa na vyuo vikuu vikubwa, na hivi vile vyuo vikuu vikubwa ni kama vimeweza kutoa utashi na kujitetea na kusema kwamba labda tungepewa muda ili tuboreshe hizi sehemu. Sasa wakati ule hawajaboresha, masuala ni kwamba ni kitu gani kitakuwa kinaendelea na ni kitu gani kimekuwa kikiendelea. Nafikiri haya ni masuala ambayo yanahitaji kuzingatiwa zaidi, kwa sababu bado Wakenya kwa wingi wanahitaji hii elimu. Ndio maana wanafunzi wanaenda pale. La sivyo kama hatungekuwa tunahitaji hii elimu, wanafunzi wasingekuwa wanaenda huko. Na sasa kwa kuwa umekuwa ni mdau wa elimu kwa muda mrefu, mazingira ya kusomea au mazingira ya kutoa elimu yanafaa yawe na sifa gani? Mimi ninafikiri kwanza kunahitajika utulivu wa akili, mahala ambapo hakuna kelele. Hauwezi kwa mfano kusoma unasikia matatu zinaita ndio, au huwezi kusoma vizuri kama wewe uko ghorofa ya kwanza, ghorofa ya pili kuna baa, au chini huku kabla hujapanda kuna hoteli na mkahawa na kelele pamoja na matatu zinapita na wale manamba wale ambao wanapiga debe wanapiga kelele huko nje. Kwa hivyo ni muhimu sana tujue kwamba wataalamu katika dunia nzima na vyuo vikuu vingi ni vyuo ambavyo vinajengewa maeneo ambayo kuna utulivu. Ukiingia ndani, hata vile vyuo vikuu ambavyo viko mjini, kwa mfano kuna vyuo vikuu London, kuna vyuo vikuu Paris, kuna vyuo vikuu katika miji mikubwa hii ya awali, unaenda unakuta chuo kikuu, lakini lile eneo ambalo chuo kinalimiliki, mule ndani ambapo masomo yanaendelea, ukiingia tu utakuta kuna utulivu, kuna miti, kuna maua, kuna majengo, na unapoingia katika chumba cha kusomea, labda ni chumba ambacho kimejengwa wakijua kwamba kando kando kutapita reli au kando kando kutapita magari, kwa hivyo wamekitengeneza kile chumba kwamba ukiwa ndani husikii sauti zinazotokea nje. Yani soundproof kwa lugha ndio. Sasa nafikiri hilo ndilo jambo ambalo tunahitaji kuzingatia kadri tunavyopanua na kadri tunavyotaka kuendeleza elimu katika hali yoyote. Lakini mimi ninafikiri pia kwamba kitu ambacho kimechangia zaidi ni uroho na tamaa ya kutafuta fedha zaidi kuliko kutoa elimu ambayo ni bora. Kwa hivyo nafikiri ni watu wa bora elimu tu. Imekuwa ni watu wa bora elimu, na kwa sababu wewe mwanafunzi umepata labda alama ya C au C+, mtu amekwambia kwamba ukija hapa kwetu tutaweza kukuinua polepole mpaka siku
hawajafikia kiwango cha alama ya kuingia chuo kikuu kama wengine. Sasa unakuta wazazi wengi wanapeleka watoto wao pale, na sina hakika kama wanafundishwa vizuri. Na ili tuwe na hakika kama wanafundishwa vizuri, tunahitaji kuhakikisha kwamba Commission for University Education imepewa meno ya kutosha kuuma bila kuvuvia, kwa sababu nafikiri hii hali ya kwamba walikagua na wakafunga au wakasema kwamba mfunge, msiendelee kufundisha, alafu sasa wamesema endeleeni, nafikiri ni kwamba meno yale kidogo yalikatwa. Yamekosa makali. Yamekosa makali. Ndio, na labda ili tuweze kuendelea na elimu bora kuliko kusema ni bora elimu, ni lazima tuzingatie makali ya Commission for University Education. Sasa kuna swali labda turejelee taarifa ya Mandera, ni kwamba wabunge wa kaunti ambao pamoja na makatibu wa kaunti walihusika katika kuishinikiza kaunti ya Mandera kwamba itoe fedha za kuwalipa walimu na vile vile kutoa maamuzi ya jinsi shughuli za elimu zitakavyoendeshwa katika kaunti ile. Je, kwa mtazamo wako ni kwamba wanasiasa ama viongozi wana mchango gani katika shughuli za elimu? Kwa sababu kwa ufahamu wangu ni kwamba inapokubidi katika mambo ya wabunge, hasa katika mambo ya bunge, ni kwamba wanahusika katika tunga sheria, aidha ni sheria za kielimu au sheria zozote zile. Lakini je, watakapokuwa na maingiliano ya moja kwa moja na hata kupendekeza labda mtaala uendeshwe kwa njia wanazotaka wao, je, hili linakubalika kisheria? Mimi nafikiri tunahitaji kuelewa kazi ya wanasiasa. Wanasiasa kazi zao ni kutetea, na wakati mwingine wanapoanza kuzungumza katika hiyo harakati ya kutetea, unakuta kwamba wanazungumzia jambo lolote tu, wanajifanya kwamba ni wataalamu wa kila kitu. Sasa kukiwa na mtafaruku kati ya sera na utaratibu unaotakikana kufuatwa na maamuzi ya kisiasa, basi elimu ndio inapata hasara, kwa sababu wanasiasa hawezi kuendesha elimu. Lakini unapozungumzia juu ya Mandera, ni lazima ufahamu kwamba walimu waliokuwa wamepelekwa Mandera kufundisha na TSC walikuja wakatishia wakaondoka, wakasema tutaki tena kazi. Ndio. Sasa katika hali kama ile, ninafikiri ni vigumu sana kuwakosoa hao wabunge na wawakilishi, kwa sababu ulikuwa sisi kama taifa tulikuwa tunataka hao wabunge wafanye nini na hao watoto wao. Kuna wanafunzi wengi darasani wanangojea wafundishwe, mitihani imeshatungwa na examination council, na wanatarajiwa waifanye hiyo mitihani sambamba na wa Kenya wengine. Kwa hivyo tuwaache tuseme wanasiasa msiingilie hayo mambo. Nafikiri hili ni swala ambalo pale hatua za dharura kwa ni sharti zichukuliwe. Ndio. Sasa tuje katika na zingechukuliwa na serikali. Ni vizuri kama Wizara ya Elimu, waziri wa elimu, katibu mkuu wa Wizara ya Elimu na vyombo vile au asasi zile ambazo zimepewa majukumu hayo zingechukua dharura hiyo na zitafute suluhisho. Lakini nafikiri hao walingojea wakaona suluhisho walipatikani kwa haraka. Sasa tuje katika uhalisia wa viongozi au wanasiasa wetu wa hivi sasa. Ndiyo. Hasa hawa ambao labda katika kila jambo ambalo linalowahusu na silowahusu wao hutaka kulitilia pondo. Tuseme tu mambo ya elimu, utakuta mwanasiasa fulani amekurupuka kutoka mahali kokote kule, yeye pia anataka kuchangia akisema huu ndio mfumo ama hii ndio sera mnazofaa kuzifanya. Je, wanasiasa wanafaa kuchukua hatua kama hizo katika mambo ya elimu nchini, au tuachie wataalamu kinanyie katika kutoa maamuzi? Mimi nafikiri wanasiasa wangetoa mapendekezo yao na masuala ambayo wanataka yajibiwe, alafu waachie wataalamu pamoja na watu ambao ni halisi wameajiriwa kumiliki hayo maeneo ili waweze kutoa suluhisho. Lakini mara nyingi unakuta kwamba wanasiasa pia wana suluhisho, na suluhisho zao au masuluhisho haya huwa ni masuluhisho ambayo yanakuwa ni ya kisiasa. Na mara nyingi utakuta kwamba kuna ugomvi mwingi sana. Wanasiasa kwa mfano wanapozungumza hawampi waziri muda wa kutafakari yale mawazo yao. Ni kama wanazungumza kwa vitisho, wanamwambia waziri usipofanya hivi sisi tutafanya hivi. Sisi tuna uwezo kwa mfano wa kumwambia gavana wetu aajiri watu wetu, kwa hivyo tutaanza kuajiri watu wetu. Na nafikiri hili ni jambo ambalo litatupatia matatizo kama nchi. Tukiendelea kuwa katika hali ambayo wanasiasa hawazungumzi, hawajadili, hawasikilizi, wanatoa masharti na wanatoa amri
na wanachukua hatua wakati mwingine bila kutafakari utaratibu unatakikana uwe utaratibu wa aina gani. Nafikiri hapa ndipo kuna kizungumkuti. Sasa kumalizia kabisa, kwa mtazamo wako ni kwamba ni mambo gani ambayo sisi kama nchi tunaweza kuyafanya kuhakikisha kwamba tunaboresha viwango vya elimu ili tuwe na elimu bora, na vile vile kuhakikisha kwamba tunaboresha elimu kwa ujumla, kwamba tuseme kwamba elimu inayotolewa inaambatana na zile sera ambazo pamoja na mtaala unaozingatiwa kisheria, ili kwamba taifa letu liwe ni bora katika sekta ya elimu kwa ujumla? Tunahitaji kuwekeza fedha nyingi sana katika utafiti. Tunahitaji kusomesha watu katika viwango mbalimbali, tuweze kuhakikisha kwamba elimu ambayo tunatoa katika vyuo vya walimu, hasa kwa sababu walimu wa msingi, elimu ya msingi ikiwa si bora, ingie katika elimu ya shule za upili, sekondari, iwe si bora, hata kama vyuo vikuu vingekuwa bora namna gani, itakuwa ni kazi ngumu sana kwa wale wataalamu wa vyuo vikuu kuhakikisha kwamba tumepata wataalamu wa kutosha. Na ni muhimu tuelewe kwamba haya mambo hayatendeki kwa kutamka tu. Tunahitaji kuzingatia mpango na sera na utaratibu ambao utatuongoza. Miongozo ile tuifuate ipo. Kwa mfano, sera nyingi zimeshaandikwa, lakini tunahitaji kuzifuata na kuzingatia kwa hali na mali, kwa njia ambayo itahakikisha kwamba kama tumesema na takwimu, kuna jambo ambalo halitendeki hapa. Takwimu, kwa mfano, tunajua walimu wa viwango fulani ambao watahitimu umri wa kustaafu mwaka kesho. Tuna idadi yao na tumefanya mipango gani ili watakapokuwa wamestaafu tulizibe lile pengo wanatoka. Na hii hali pia iende mpaka vyuo vikuu, ili tuwe na takwimu zinazotuonyesha kwamba kufikia mwaka kesho tutahitaji tuwe tumetayarisha watu ambao watachukua nafasi za hao watu ambao hawatakuwepo. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, kuzungumza ni mengi, lakini mwelekezi wangu ananiambia muda umenipa kisogo. Nakushukuru sana kwa kutoa taka za masikio. Mungu akitujalia tutakualika tena tuzungumze mengi zaidi. Shukrani sana. Naam, mtazamaji, basi kumbuka nimekuwa nikizungumza naye Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, ambaye amekuwa ni mhadhiri wa vyuo mbalimbali vya humu nchini, na pia amekuwa mstari wa mbele katika kutoa ushauri na miongozo kuhusiana na sekta ya elimu humu nchini. Kutoka kwangu Ahmed Darwesh, basi nasema shukrani sana kwa muda wako. Panapo majaliwa basi tukutane tena papa hapa kwenye KTN News. Kwaheri.